lakini mafanikio yapo vipi? Yapo kwenye kutukuza utamaduni wetu, kutukuza asili, kwa maana ndio kuna ukweli humo ndani yake. Unaelewa? Kwa nini umebezi kwenye kukuza asili na hujabezi kwenye mambo mengine? Kwa sababu tunavyojua sasa hivi vijana wanapenda mambo ya artificial sana, mambo ya kisasa, teknolojia, watu wanapenda sana. Lakini wewe unatuambia kwamba asili. Vipi katika asili na unaamini nini katika asili? Tuanze hapo. Okay, sawa. Usasa uwepo kwa sababu ndio usasa wenyewe. Lakini asili iwepo kwa sababu ndio mwanzo wenyewe. Asili, vijana ambao wanakimbilia sana kwenye usasa 90% wanaishigi maisha mabaya sana. Ama huwa wanaangukiaga pabaya sana. Usasa uwepo, lakini tusiende kwenye usasa tukaacha tamaduni zetu. Tusiende kwenye usasa tukaacha asili zetu. Kwa maana asili ndio nguvu ambayo inatufanya sisi tuende kwenye huo usasa. Yaani ili mtoto wako hawe muelewa zaidi, basi inabidi umpe mambo mawili. Umpe yeye mwenyewe, yani wewe mwenyewe, na maana umtambue yeye, hajitambue yeye ni nani. Anayejitambua lazima atukuze asili yake. Yani uweze kuniambia mimi nakimbilia kwenye usasa, mimi mambo ya asili tofauti. Wakati wewe mwenyewe ni wa asili. Unapomzungumzia mwanadamu, unazungumzia ni kitu ambacho kipo na kitaendelea kuwepo. Kwa kitu ambacho kipo na kitaendelea kuwepo, iko ni cha asili. Sio kitu ambacho kimewekwa, kipo na kitaendelea kuwepo. Kwa hiyo hili tuwe connected na hivi vitu vyote ambavyo vipo katika ulimwengu, lazima tuwe connected navyo. Maji, na maana ni mito, milima, miti, wanyama. Sasa hivi 90% watu tunaferi, watu wanaanguka, watu wanapata maradhi mengi, mtu anafilisika pasipo kujua chanzo ni nini. Anapambana, ana focus. Na kijana anahangaika halali kwa asubuhi, jioni, lakini hakuna anachokipata. Kumbe kitu ambacho amekisahau ni asili.